litabebwa na mikono. Kwa hiyo tuwe wataratibu, wastaarabu. Nimeomba jeneza linateremka, tunalibeba kwa mkono mpaka makaburini inshallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kiukweli hakuna binadamu ambaye anaweza kukizoea kifo. Hakuna na hajawahi kukutokea binadamu ambaye amezoea kifo. Kwa hiyo niwape pole familia, watoto. Huu ndio muda watoto kuungana, kupendana na kuwa kitu kimoja, na ndio mtamuenzi mzee wenu, mzee Hashim Kambi. Hiyo ni ishara nyingine Mwenyezi Mungu anatukumbusha kwamba tutaondoka hapa duniani. Pamoja na yote tutaondoka hapa duniani. Yatosha katika maisha yetu yote kuona kwamba ni mawaidha yaliyokuwa yanatosha kwa mwanadamu pale anapoona kifo kimemkuta mwenzake. Yatosha kwetu sisi kujiandaa na maisha ya kwenda kwa Mwenyezi Mungu katika kufanya amali zilizo njema na kujamiiana na watu katika ijmaa iliyo nzuri ambayo utaacha watu salama kwa mdomo wako, ulimi wako na maisha yako. Yatosha kwamba ni funzo mwenzetu ametangulia mbele ya haki na sisi tutafuata. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ishi utakavyoishi, lakini ukae ukijua kwamba iko siku utaiacha dunia na utarudi kwa Mwenyezi Mungu kwenye maisha ya hakika, maisha ya kweli. Kwa hiyo baada ya pole zangu za dhati, pia nichukue nafasi hii kusema kwamba misiba kama hii ina nafasi mbili, lakini kubwa, na ndio hiyo nitaishia maneno yangu, ni kutukumbusha kwamba sisi ni binadamu na tumekuja katika maisha haya, lakini iko siku tutarudi katika maisha ya kweli. Poleni sana na tuko pamoja na nyinyi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tujue tu dunia hii tunapita. Ni dunia ni fupi sana. Maisha yetu halisi, real life ya mwanadamu yako ardhini. Haya mengine ni maisha ya kuigiza, lakini real life iko chini. Na ili ukae kwa amani kule chini, kwa mujibu wa imani zetu zote mbili, tenda wema duniani. Tusimsahau Mungu. Tusimsahau Mungu, tukumbuke kuna Mungu, tukae na wenzetu vizuri, tusifanyiane ubaya, majungu, mafitna, kuchukiana bila sababu, haijalishi kwa sababu yaani haipendezi, kwa sababu mwisho wa siku wewe, mimi, yule mwingine yoyote utakwenda ardhini. Familia, poleni sana kwa msiba huu mkubwa. Tunatambua kuwa kifo hakizoeleki. Kifo hakizoeleki. Kwa nichukua nafasi hii pia kuwapa pole wasanii wote ambao mmekusanyika hapa, lakini pia kwa niaba ya serikali, natambua yuko waziri mwenye dhamana ya sanaa, lakini pia mkuu wetu wa mkoa ambaye alitakiwa awepo hapa. Anawapa sana pole familia, ndugu, jamaa na marafiki. Lakini tumeona kiongozi wetu wa nchi Daktari Samia Suluhu Hassan ametoa salamu za pole kwa familia na watu wote. Kwa hiyo na mimi nitambue kwa niaba ya jiji la Dar es Salaam, kwa Kamisa ya Kimea, niendelee kuwapa pole. Niseme tu kwa familia na watu wote tuko pamoja. Mashehe wetu na watu wote ambao wametangulia kusema, kifo hiki au msiba huu uwe funzo kwetu, kwa maana kwa wasanii tupendane, ndugu sote tupendane, kwa maana hakuna atakayebakia katika dunia hii. Sisi sote tunapita. Kwa hiyo tutumie kama funzo kujua kwamba duniani tunapita tu, tusifarakane, tusipigane majungu. Sanaa na kazi zingine zozote ziwe nafasi ya kutuunganisha. Kwa mimi nichukue nafasi hii kukazia hapo kwamba tujifunze kuwa sisi sote tunapita na tunatakiwa tupendane. Kwa niaba ya serikali tunaendelea kutoa pole zetu na tunaendelea kusema tuko pamoja na familia na tuko pamoja na wanasanaa wote katika msiba huu mkubwa uliotukuta. Kwa niaba ya Azam Media, kampuni ambayo mzee Kambi kwa namna moja ama nyingine
amekuwa akishiriki majukumu yake ya kazi za sanaa. Sisi tumepata mshituko, huzuni kwa kiasi na fadhaa baada ya kupata taarifa hii jana jioni kwamba moja kati ya wadau wetu wa karibu katika shughuli tunazofanya ameondoka duniani. Ya Hashim Shaaban Kambi, اذكر العهد الذي خرجت عليه من دار الدنيا إلى الدار الآخرة وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Marehemu alikuwa anakumbushwa maswali ambayo atakutana nayo muda huu na akawa anakumbushwa majibu. Kwa hiyo kama huna mazoea ya yale majibu hayo ukifika hapo hutoyajibu. Tumombe Allah subhanahu wa ta'ala amkumbushe mzee wetu Sheikh Kambi ili majibu yote ayatoe kwa ufasaha. Ana Mtume, hakika yako wewe Muhammad ni maiti na wanayekufuata wote ni maiti. Maana yake sisi sote, fanya utakavyofanya, kuwa utakavyokuwa, yani kila kitu, tawala kila kitu, lakini mwisho wake ni hapa. Hii haina cha Wakristo, hii haina cha Waislamu. Yani hapo ulipofikiria baada ya mzee Kambi nani anafuata? Kishki TV, nuru ya dini yako.